Hii ni nukta ya kwanza nimeona niitangulize. Nukta ya pili, huyo kijana sijui ni kijana au ni mtu mzima au vipi, huyu ambaye ana maneno haya nishakusikia habari zake kwa muda tangu kipindi cha makala zile za mwanzo na mambo yalikuwa kienda. Nilikuwa nikisikia kile tatashwishi hapa Masasi juu ya baadhi ya maneno ambayo na wasiwasi mkubwa kwamba hakuelewa. Na kweli ndivyo ilivyokuwa, hakuelewa katika baadhi ya ibara, lakini kwa makusudi akawa anainuka katika kupotosha. Nimesahau hata maneno nilikuwa nikiulizwa. Lakini kuna baadhi ya mambo ya kilugha si mnakumbuka niliuliza si ni kina nani? Ndio alikuwa ameuliza, ilikuwa ni swali gani? Ni muda mrefu kidogo. Maneno yako kwenye kitabu hiki Ighathatul Lafani min Masaidi Shaytan cha Ibn al-Qayyim. Huyo kijana huyu sio ni kijana, atanisamee kama akiwa ni mzee, lakini nisema ni kijana kutokana na ujio papara. Sisi vijana huwa tunapapara sana, wengi wetu katika sisi hatutulii tukasoma mambo kwa utulivu. Sasa alipoona ile maneno haya kwenye kitabu hiki, nimepiga mstari hapa juu. Ibn al-Qayyim anasema wakana Ibn Sina kama akhbara an nafsihi قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم. maneno haya mpaka hapa imefika mwisho akinukulu Ibn al-Qayyim. Amesema ana alikuwa Ibn Sina kama alivyojielezea mwenyewe kwamba nilikuwa mimi na baba yangu ni katika dawa ya mtawala yule al-Hakim ambaye alikuwa ni Qaramita. Sasa asema Ibn al-Qayyim fakana min al-Qaramita al-Batiniyya. Ibn Sina alikuwa ni katika Qaramita, watu wa Batiniyya, alladhina la yu'minuna bimabda'in wala ma'adin wala rabbin khaliqin wala rasulin mab'uth jaa min 'indillahi wa kana haula'i zanadiqa yatasattaruna birrafd. Walikuwa hawa zanadiqa wanakijificha chini ya pazia la nini? La ushia. Kadhalika akaendelea kwenye kurasa huo akasema watakhadha lilmalahida madaris. Hakimu huyo akawatengenezea hawa mulhiduna madrasa. ورama ja'ala isharat imam al-mulhidin Ibn Sina makana al-Qur'an. Na akakusudia kuweka isharati za Ibn Sina ambaye ni imamu wa mulhidina mahali pa Qur'ani, kwamba ile maneno Ibn Sina ndio ilikuwa yafundishwe badala ya Qur'ani. Lakini nataka mfahamu warama ja'ala isharat imam al-mulhidin Ibn Sina mpaka mwisho maneno yake. Akaendelea akataja maneno aliyotaja mpaka kufikia bil jumla fakana hadha al-mulhid huwa wa atba'uhu min al-mulhidina al-kafirina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Akawa huyu ni jumla ya watu wenye mulhidin, na wafuasi wake ni wenye kumkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho. Akaendelea maneno mengi, yani maneno ishara ya wazi. Na isitoshe kwenye kitabu ya Nuniyya Ibn al-Qayyim, kitabu cha Ibn al-Qayyim, lakini sharhi hii ni sharhi ya Imam ni Mahmud Khalil al-Harras katika wanachuoni wa kisalafi kule Misri kwa wakati huu. Hapo zamani akataja, hii ni sharhi yake, lakini amenukulu matni kisha ndio akasema maneno, yani kuna maneno Ibn al-Qayyim akaeleza maneno yake kuhusu Ibn Sina. Wasema labda niyasome pamoja na kwamba nimehifadhi, lakini niwasomee kwenye kitabu. Asema wa Ibn Sina al-Qurmuti musani'an lilmuslimina biifkin dhi buhtani. Nataka mfahamu hivyo. Ibn Sina ala kulli hal ni kwamba maneno yako wazi, lakini yule kijana, kwa sababu tuko kwenye huyo kijana ambaye nasema sijui ni mzee au ni kijana, maneno haya kwenye kitabu hiki yasema Ibn al-Qayyim wa ata Ibn Sina al-Qurmuti musani'an lilmuslimina biifkin dhi buhtani faraahu faydan فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان
فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عرية البرهان ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة الأمعان. akaelezea aliyoeleza mpaka mwisho. Shekhe huyu asema an Sheikh Mahmud Halil Kharras katika maulama wakubwa kuna Sheikh Abdul Razak Hamza, makamu yake na Sheikh Hamid al-Faqi wakina Sheikh Ahmad Shakir katika wakati huo, yani ilikuwa wanawachuoni wa kisalafi katika nchi ya Misri. Ni jamaa ni watu wanawachuoni wa kisalafi ambao walikuwa kinaweza da'wa salafia. Sheikh Mahmud Halil Kharras asema lianna walakinnahum fil haqq asema hapa ولما كانت هذه الفلسفة تناقض قواعد الشريعة مناقضة صريحة فقد تظاهر أولئك الفلاسفة بأن غرضهم هو التوفيق بين الفلسفة والدين لأن كل منهما حق في زعمهم والحق لا يتناقض. أسمى ولكنهم في حقيقة أمرهم لكن كحقيقة سيجنب له كانوا زنادق ملحدين. هذا ولكون زنادقة نوات مزنديق نوات ملحدين ملحد كما لكن كثير. ولهذا تراهم يجعلون مبادئ الفلسفة هي الأصل ويحاولون أن يجروا الدين إليها ويخضعوه لقواعده وإذا هم أظهروا شيئا من الاحترام للنصوص فإنما يفعلون ذلك مصانعة للمسلمين. akaeleza mambo mengi ambayo ni maneno ya kikafiri ambao walikuwa wakiyafanya na sifa zao za kikafiri. Nimeeleza mambo mengi katika baadhi ya makala na katika mihadhara kuhusiana na swala la Ibn Sina na nimefanya tahaddi kuhusiana na yote anayepinga. Anayepinga alete dalili kwamba Ibn Sina si kafiri, kafa muislamu. Nilikuwa nalitaka mimi na kauli za wanawachuoni. Lakini sasa nashangaa huyu kijana ambaye alikuwa akileta maneno kwenye zile makala, ilikuwa akitaka mjadala katika baadhi ya maneno, nasikia ataka mjadala, yuko tayari. Mimi tangu nimekuja sijamuona hapa. Sasa mjadala huo atakatumfuate au tumsubiri aje au amepanga siku nyingine mimi sijajua, lakini ingekuwa ni vizuri zaidi kweli akaja badala ya kuwashawishi watu au akatuambia sisi tukaenda tukamfuata tukayajadili baadhi ya mambo ambayo yeye anaona kwamba hayako sawa sawa kwa haki tu, wala si kwa njia inadi. Ama kutaka kukusudia kukopesha mambo na kuleta dhabdhaba na balbala katika safu ili aonekane naye asema, hili haliwezi kumsaidia chochote kwa sababu inaonekana kwamba hata lugha ya Kiarabu haifahamu katika maneno kama vile alivyokuwa mwenzake hashindwi kuzielewa ibara za wanawachuoni. Sasa hii ni nukta ya pili. Nimesema nukta ya pili. Nukta ya tatu, sisi tunatakikana tunapozungumza maneno kumzungumza mtu yoyote yule. Yeyote tunataka kumzungumza Ibn Sina, sijui Ibn nani, kina Al-Farabi, wakina nani, wakina Said Qutb, kina Qaradawi, kinachotakikana ulete ithibati ya maneno yake kwenye vitabu vyake. Usisikie uvumi. Kama fi dhilal al-Qur'an unanukulu kutoka kwenye fi dhilal al-Qur'an. Sio kasema tu Ibn Sina, yani maneno ya juu na vitabu vya Ibn Sina sisi tuko navyo. Bali hata vitabu vya Imam Ghazali, nilitoa kitabu sile cha Imam Ghazali anamjibu Ibn Sina katika kichaitwa tanaqudul tahafutul falasifa. Ni mujalladi mmoja. Nikasema na hakika kwamba Salim Barahiani kitabu hiki hana, na hivyo ndivyo ilivyo. Kama iko nacho akitoe, labda akinunua juzi, pengine kakiagizia huko kulipopatikana kakinunua, lakini na hakika na yeye pia hana. Huyu hapa Masasi ndio hana kabisa. Hoja zile 20 za Imam Ghazali 17 akamtia kwenye ukafiri, kwenye bid'a Ibn Sina, na 3 akamuingiza kwenye ukafiri moja kwa moja kwamba ni kafir. Na masala ya tauba ina shuruti zake na taratibu zake tumeeleza kwa kile ofisini, haja ya kutaka kurudia hapa. Sasa natoa mfano tu kwamba ni mtu ambaye anaonekana anakusudia kuleta tashwishi. Sasa kaganda kwa nani? Kwa Said Qutb na kitabu chake Aqwalu A'lami al-Umma, kitu kama hicho niko nacho kile kitabu. Kwanza mimi ninavyofahamu fatawa za wanawachuoni kama kina Sheikh Ibn Baz, kina Albani na wengineo, hasa kina Ibn Uthaymeen, huwa kila fatwa yao wanatia saini katika ile fatwa. Yaandikwa kwamba kasema hivi afu nafsi. Au tunanakili kwamba maneno haya kasema kwenye kaseti kadha. Kwa nini tunafanya hivyo? Na tarehe. Na pia vile vile utakuta fatwa nyingi mimi ninazozitaja
huwa nataja na tarehe gani fatwa hiyo imeulizwa au imetolewa. Si kusema tukasema Ibn Baz, kwa sababu kuna mtindo ambao unafanyika. Ikiwa Mtume swalla sallam azuliwa, tutakuja kuhawa. Sasa utakuta ni kitabu kimewekwa tu kwamba mtu kakusanya. Alafu pia hilo ni swala moja. Swala la pili, tulikuwa tukijibishana baadhi ya maneno hasa kuhusu Said Qutbi na huyo bwana Salim Barahiani, tukijibishana naye atoa fatwa za mwaka 66. Mmenielewa? Ibn Baz akatoa fatwa mwaka 66 azungumzia kuhusu Said Qutb. Mimi nikamwambia fatwa ya mwaka 99 au fatwa mwaka 96. Sasa emfikiri mtu ametoa fatwa mwaka 66, baada ya miaka 30 akatoa fatwa kinyume cha ile, utachukua ipi wewe? Ndivyo ilivyo, kwa sababu hata Ibn Uthaymeen asema hivi, mimi kwa hakika hasa sijasoma vitabu vya Said Qutb. Kwa mimi sijui habari zake, isipokuwa nimesoma kwenye tafsiri yake ya Suratul Ikhlas, nikaona wazi kwamba anasema wahdatul wujud, lakini mimi sijasoma vitabu vyake. Na kwa hakika hasa hata Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anazungumza maneno haya kwamba watu wengi walikuwa hawajui hakika ya Said Qutb mpaka alipoandika Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Alipoanza kuandika Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kuhusiana na vitabu vyake, kwa sababu yeye amekaa akavifuatilia, ndipo pale watu walipoanza kugundua. Mfano pia ndakupeni mfano, Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu, katika Ijabatu Sa'il, kitu kama hicho, ni kitabu chake hicho, aliulizwa kuhusu kitabu cha Said Qutb, akajibu kwamba ni Said Qutb, akamtetea. Alipokuja kuulizwa kwenye kitabu As'ilatu Shamiyya, akajibu tofauti, akasema sisi tulighurika na maneno mengi yanayozungumzwa kuhusu Said Qutb, lakini ilikuwa hatukufahamu. Lakini akaanza kueleza pale haifai kusoma vitabu vya Said Qutb kadha, akaeleza mpaka mwisho, akasema nahnu la nuridu fi dhilal nakhsha an naqa fi dhalal. Unaona, sisi hatuitaki fi dhilal al-Qur'an, tunaogopea kuingia katika dhalala. Lakini alieleza kwamba hali yake kabla hajajua namna alivyokuwa akitoa fatwa. Sasa wale zile fatwa zao wanazichukua wanaziendea kwenye vitabu. Hizi nyingine wanazitoa, kumwambia sasa mimi mwisho nikamwambia hiyo fatwa uliyotoa wewe ni mwaka 66. Na hii ninayokupa mimi hapa ni fatwa za mwisho, ni darasa yake ameitoa Taif miaka 2 kabla ya kufa kwake. Amekufa mwaka gani Sheikh Ibn Baz? Mwaka 99. Ni fatwa miaka kabla ya miaka 2, yani mwaka 97 atoa fatwa, aulizwa kuhusiana na maneno ya Said Qutb haya, akasema hadha ghalat, ni maneno haya ni makosa, na kitabu chake hiki kinatakikana kichanwe. Umeelewa? Mimi na wasiwasi katika mnielewa ninayozungumza. Sisi mimi naweza kusema kwamba maneno mengine yanayozungumzwa kwamba Sheikh fulani kasema, huwezi kuyapinga kwamba kweli kasema. Kasema vipi? Na je, ndio kauli hiyo au kuna kauli nyingine, na kauli nyingine ikoje? Mfano, nitakupeni mfano mwingine. Kuna kitabu pia nimekuja nacho hapa, lakini sikutaka sitaki ni kwa sababu swala hili nataka mtu mjadiliana, watu wapinga. Unaita vitabu vya kuonyesha na kudhihirisha. Kuna kitabu alikiandika Sheikh Rabi' Adwa'u Islamiyya, akawapelekea mashekhe tofauti katika mashekhe wa Ahli Sunna wal Jamaa, kama nilivyosema kwa Sheikh Albani, akapeleka kwa Sheikh Ibn Bazi, akawapelekea baadhi ya tulabi ilmi aqwiya nuskha. Someni hicho kitabu, angalia insafi wana wachuoni, someni kitabu hicho, mkipitie, muangalie yaliyo ndani yake, yaliyo sawa sawa, basi mtaniunga mkono, yaliyokuwa ya kimakosa mtanirekebisha, si ndio? Na vile akampelekea Sheikh Bakari Abu Zaid rahimahullah. Kitabu kile wana wachuoni wengine kama Sheikh Albani, kina Sheikh Ahmad an-Najmi, wakamwandikia kwamba ni kitabu ambacho kiko sawa sawa na maneno ya Sheikh Albani, ndio yale tuliyosoma, kullu ma radadta ala Sayyid Qutb haqqun wa sawab, wa min huna yatabayyan anna likulli qari'in muslimin. Akaeleza maneno yake, akamwambia fajazakallahu ayuha al-akhu ar-Rabi' biqiyamika biwajibil bayan wal kashf an jahlihi wa inhirafihi an al-islam. Maneno mazuri kazungumza Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kuhusiana na kitabu kile. Sheikh Bakari Abu Zaidi yasemwa kwamba akaandika khitabun dhahabiyun, mahizbi wenyewe wanaita khitabun dhahabiyun, yani the golden letter, kwamba waraka wa dhahabu ukatawanywa waraka ule dunia nzima, kwamba Sheikh Rabi, Sheikh
Bakari Abu Zaidi alipoletewa kitabu na Sheikh Rabi, akamjibu Sheikh Rabi akamwambia usulubu wako na ukilinganisha na usulubu wa Said Qutbi ni kama usulubu mwanafunzi wa ibtidaia si mutawassita, ukufanya insafu, kuna unwani za istifsazia za kuamshaisia, maneno yanayozungumza mengine sivyo alivyo katika, yani wanaandika Said Qutbi na Wahdatul Wujud, kiangalia ndani maneno sio. Yani ikawa Sheikh Bakari Abu Zaidi anamtuhumu Sheikh Rabi katika yale aliyofanya, wanavodai mahizbi. Waraka ule ukatawanywa ukafika mpaka mashariki ya dunia, huko Indonesia na wapi, ukatawanywa kila mahali mpaka Tanga umefika na Barayani uko nao, kila mahali wakaufikisha kwamba angalieni Sheikh Rabi hapa kamkandia Said Qutbi, kumbe amzulia tu. Haya, Sheikh Rabi hakunyamaza, akaandika kitabu chaitwaje? Hapana, Al-Haq nini, niko nacho pale nimekisahau jina lake, nitawatajia nikikumbuka. Al-Hadd al-Fasil, naam, Al-Hadd al-Fasil, jazakallahu khair. Akaandika kitabu kile akimjibu Sheikh Bakari Abu Zaidi kwamba hukufanya insaf, na kadhalika akaelezea mimi nimekwenda nyumbani kwake Taif na sehemu nyingine tumekutana na Sheikh Bakari, nionyeshe mahali ambapo nimemzulia. Sheikh akaenda huku akatoka huku akaenda huku. Kadhalika Sheikh Zaidi al-Madkhali asema mimi nimemuuliza Sheikh Bakri yale maneno aliyozungumza kuhusiana na Sheikh Rabi, waraka ule ni kweli ni wako? Akasema hayo maneno hayo yatakutofautisha tu baina watu wenye kupendana. Sheikh Ali Hassan al-Halabi akamwandikia Sheikh Bakari Abu Zaidi akamuuliza, vipi, mbona umeandika maneno haya kuhusu Sheikh Rabi? Kwa sababu ni marafiki pia vile vile, yeye na Sheikh Ali Hassan mwanafunzi wa Sheikh Albani alikuwa wako karibu zaidi. Sheikh Bakari Abu Zaidi akawatukana wenye kuutawanya waraka ule, wasema hao ni watu ambao wanataka kueneza fitna, yani kama vile anaukana ule waraka. Sisi tumeelewana, pamoja na kwamba tujalie ni wake, lakini maneno aliandika Sheikh Rabi katika Haddul Fasil ukiyasoma utaelewa kitu gani kinachoendelea. Sasa tukauliza swali, aliyezungumza maneno ya Sheikh Bakari Abu Zaidi yatakana yaangaliwe, ni kweli kama alivyosema Sheikh Rabi turejee kwenye kitabu Adwa'u Islamia, alafu turejee kwenye vitabu vya Said Qutbi ni uongo kwamba hakusema hivyo moja, alafu vile vile tuangalie maneno ya wanawachuoni wengine waliokuwa wakubwa zaidi kuliko huyo Bakari Abu Zaidi kielimu na umri. Tuangalie maneno ya kina Sheikh Albani, ya kina Sheikh Rabi, ya kina Sheikh Ibn Uthaymeen wasemaje kuhusu kitabu hiki, na maneno ya Sheikh Ibn Baz kuhusu vitabu vyake vyote. Na bila shaka tulisoma kwamba Sheikh Rabi min khirat ahli sunnah wal jamaa maarufu ladaina wa kutubuhu, anasema maarufu kitabatuhu wa maqalatuhu. Kwa hiyo akazungumza kwa ujumla Sheikh Ibn Baz kadhalika Sheikh Albani rahimahullah ta'ala kuhusiana na vitabu vya Sheikh Rabi. Sasa kwa ujumla wa maneno nataka watu watanabahi katika masala ya fatwa za wanawachuoni. Hiki kitabu chaitwa Bara'atu Ulama'i al-Umma, chaitwa kitabu Bara'atu Ulama'i al-Umma min tazkiyati ahli al-bid'i wal madhamma, wa fihi الرد على من جعل شفاعة الشيخ ابن باز رحمه الله في سيد قطب إثباتا لعدالته وتزكية لمنهجه. معنى yake ni kuwatakasa maulama wa umma na utakaso wa watu wa bid'a wal madhamma, yani ni kuwatakasa, kuepusha wanawachuoni wa umma huu kwamba wao hawajawapatazike watu wa bid'a, na vile vile kuna ndani yake majibu kwa yule mwenye kuifanya uombezi wa Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ta'ala alipomwambia Said Qutbi asiuawe, kwamba hilo ni kumthibitishia uadilifu wake na kuisafisha manhaji yake. Baada ya kuandika kitabu hiki kikarejewa na fadilatu fadilatu Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan, ndiye alikirejea kitabu hiki akakipitia akakubali, ambaye ni udhu katika hay'ati kibar al-ulama na udhu katika lajnati daima lil-ifta. Wa pili na akakisoma kitabu hiki qara'ahu wa athna alayhi fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, alikisoma kitabu hiki na akakisifia Sheikh Muhammad Salih ibn al-Uthaymeen, na aliyekikusanya anaitwa Isam bin Abdullah as-Sinani ambaye ni mwalimu katika qismu sunna kulliyat ash-sharia usuluddin katika mji wa Qasim.
Kitabu hiki alipokiandika akakipeleka kwa Sheikh Ibn Uthaymeen, kwa Sheikh Al-Fawzani, wakakisoma, wakaziona fatawa zilizomo ndani yake, wakakikubali. Kikasifiwa kama ni kitabu ambacho kiko sawa sawa na fatawa zake ndivyo. Kwa hiyo tunatarajia kwenye kitabu hicho pia vile vile hivyo hivyo. Sasa hapa ndani akakusanya fatawa za wanawachuoni, fatawa za mwisho za wanawachuoni hawa wafuatao. Alafu nitasoma baadhi tu ya fatwa ili tusije tukawa tumerefusha. Kuna fatwa ya Sheikh Ibn Baz, kuna fatwa ya Sheikh Muhammad bin Salih, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kuna fatwa ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Wangapi hao? Watatu. Fatwa ya Sheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan, fatwa ya Sheikh Salih bin Muhammad Al-Luhaydan, fatwa ya Sheikh Abdullah Al-Ghudayyan, fatwa ya Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badri, fatwa ya Sheikh Hamad bin Muhammad Al-Ansari, فتوى يا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فتوى الشيخ محمد أمان الجامي، فتوى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فتوى يا معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الوزير، فتوى يا شيخ عبد الله بن محمد الدويشي، فتوى يا شيخ فضيلة الشيخ عبيد الجابري، فتوى يا شيخ زيد بن محمد المدخلي، فتوى يا شيخ صالح بن سعد السحيمي، فتوى يا شيخ محمد جميل زينو، فتوى يا شيخ ربيع بن هادي المدخلي. zote fatwa utakuta huko ndani, hasa fatwa za kina Ibn Uthaymeen zina saini zake. Kama hakuna saini itatajwa kwamba yuko kwenye kaseti gani ni tarehe ngapi. Fatwa za wanachuoni 18. Sasa mimi nataka tusome baadhi ya fatawa. Nisome tu kidogo baadhi ya fatwa. Mfano fatwa ya Sheikh Ibn Bazi aliposomewa kama ikiwa siwachoshi na kuwachelewesha, kama ikiwa sio hivyo basi Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ta'ala aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusiana na maneno aliyosomewa kuhusiana na Sayyid Qutb, kwamba kuhusiana na Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu na Amr bin al-As. Sheikh Ibn Baz asema hivi, na maneno haya alhamdulillah ninao katika kaseti yake kwa sauti yake kusema, aliposomewa asema kalamu qabihun, hadha kalamu qabihun, sabbu li Muawiya wa sabbu Amr bin al-As, kullu hadha kalamu qabih wa kalamu munkar. Maneno ni mabaya, haya maneno ni mabaya, kumtukana Muawiya na kumtukana Amr bin al-As, yote haya ni maneno mabaya na ni maneno ya mwani ya munkar. Muawiya wa Amr wa man ma'ahuma mujtahidun akhta'u, Muawiya na waliokuwa pamoja nao na wamejitahidi wakakosea. Wale mujtahiduna idha akhta'u fallahu ya'fu anna wa anhum, mujtahiduna anapokosea Allah anatusamee, atatusamee sisi na wao. Ule muulizaji akaendelea kusema inna fihi ma nifaqan alaysa takfiran, kauli yake aliposema Said Qutbi, muulizaji asema hivyo, qawluhu inna fihi ma nifaqan, kwamba ndani ya Muawiya na Said Qutb na Amr bin al-As kuna unafiki. Je, haya siko kukufurisha? Ibn Baz rahimahullah ta'ala asema hadha khata wa ghalatun la yakunu kufra, haya maneno ni makosa na ni ghalat vile vile, lakini haiwi ni kufuru. Fa in sabbahu li ba'd as-sahaba au wahid min as-sahaba munkar, kwa sababu kutokana kwake baadhi ya masahaba au mmoja katika masahaba ni jambo munkar, wa fisqun, na katika mambo fasik, yastahiqu an yu'addaba alayhi, ambayo anastahili kutiwa adabu. Nani? Nas'alullah al-afiyah. Walakin idha sabba al-akthar au fasaqahum yartad, lakini akiwatukana wengi au akawatia katika ufasiki wengi ataritadi, li'annahum hamalatu ash-shar'i, kwa sababu wao ndio walibeba sheria. Idha sabbahum ma'anahu qadaha fi ash-shar'i,
akiwatukana wao, kwa maana hiyo atakuwa amewatia illa katika nini? Ametia illa katika sheria. Muulizaji akasema ala yunha an hadhihi alkutub allati fiha hadha alkalam, kwa nini yasikatazwe maneno ambayo, vitabu vilivyokuwa na maneno hayo? Qala, akasema Sheikh Abdul Aziz bin Baz, yanbaghi an tumazzaq, vinatakikana kuchanwa. Kisha Sheikh akauliza, hadha fi jarida, maneno hayo kwenye gazeti? Muulizaji akasema, fi kitabin ahsana Allahu ilayka, maneno hayo kwenye kitabu. Sheikh Abdul Aziz akauliza, liman? Akasema kitabu cha nani? Muulizaji akasema Sayyid Qutb. Sheikh Ibn Baz akasema, hadha kalamun kabih, hadha kalamun qabih. Maneno haya kwenye sharh Riyadhus Salihin, katika sharhi yake ya Riyadhus Salihin ya sauti, ambayo darasa hiyo ilitolewa siku ya Jumapili tarehe 18 mwezi wa 7 1416 Hijria. Kadhalika kuna maneno mengine hapo nyuma aliulizwa, akasema hivi, aliulizwa Sheikh kuhusiana na maneno ya Said Qutbi alipokuwa akifanya istihza au akimzungumza Musa alayhi salatu wassalam kwamba ni mkabila. Yani asema hivi, wa huna yabdu ta'assub alqawmi kama yabdu al-infial al-asabi. Hapa ndipo unapodhihiri taassubi za kikabila za nani? Musa, yani Said Qutbi anazungumza kuhusu Nabii Musa. Sasa aliposomea maneno hayo mpaka mwisho, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Sheikh Ibn Baz akasema, alistihza'u bil anbiya'i riddatun mustaqilla, kuwafanyia shere mitume ni kuritadi kutoka kwenye dini, kwenye kujitegemea kabisa. Maneno haya aliyazungumza katika darasa nyumbani kwake Riyadh tarehe mwaka 1413. Ni maneno pia kadhalika niko nayo katika baadhi ya kaseti ambazo nimezirekodi. Tunaelewana? Sasa sisi tumetaja kwa tarehe na mahali maneno haya Ibn Baz alipoyatamka. Kama wao ni vidume, wajaribu kufanya hivyo, kwamba Ibn Baz kazungumza maneno haya mahali fulani mwaka fulani. Wasifanye hivi dhabba wakababaika. Maneno yatakana yathibitishwe. Ibn Baz ameishi kwenye karne hii, si kama kina Ibn Taymiyyah kwamba uweze kupata sauti zao. Kama kazungumza kwa sauti, sema ni kwenye cassette gani. Kama kazungumza kwa kuandika, tuambie kitabu gani. Ama mtu akakaa akaandika kwenye gazeti, Ibn Baz kasema. Si watu wasema mtume kasema lakini hakusema. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo na fatwa ya Sheikh Albani rahimahullah ta'ala nimeisoma mara ya kwanza, kadhalika fatwa zao ziko nyingi. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen na maelezo yake kadhalika niliyatoa. Sheikh Fauzani ndo ana maneno makali zaidi kuhusiana Said Qutb. Hapa asema, alipoulizwa Sheikh Fauzani kwenye kitabu chake ambacho kiko pia niko nacho, chaitwa al-ajwibatu al-mufida an as'ilati al-manahij al-jadida, akasema kuhusiana Said Qutb, inna sayyid, mtu asema hivi, usema inna Said Qutbi inna Sayyid Qutb in kana mujtahidan fa huwa majurun ala dhalik. Said Qutb akiwa ni mtu mwenye kujitahidi, basi atalipwa katika hilo, kwa sababu yeye ni mtu ameutumikia Uislamu. Sasa atalipwa kwa jitihadi yake. Sheikh Al-Fauzani asema, laysa huwa min ahli al-ijtihadi, yeye si katika watu wa ijtihadi. Kwa sababu watu wengi wazungumza, angalia Sheikh nani Ibn Hajar pia akakosea, yani wanataka kumfanisha Said Qutb na Imam Nawawi na Ibn Hajar. Mbona wao msemi hivyo? Sasa Sheikh Ibn Al-Fauzani asema yeye si katika watu wa ijtihadi, hata yuqala fihi dhalika, mpaka aambiwe hivyo. Lakini yuqalu innahu jahilun fima qala yu'dharu bijahli, lakini usema kwamba yeye ni jahili kwa aliyosema, kwa atapewa udhuru kwa sababu ya ujinga. Na sisi ndio tutasema hivyo, atapewa udhuru kwa sababu ya ujinga. Sasa huyo anayesema kwamba kuna vijana wamkufurisha Said Qutb, sisi hatujawahi kuwasikia vijana hao. Yeye sijui kawasikia wapi kwamba sisi au kuna vijana wamkufurisha Said Qutb. Si kweli, hakuna anayefanya. Sisi hatuko katika jamaa tu takfiri. Maneno yake hayako sawa sawa, akaendelea na maneno yake mpaka mwisho. Kadhalika Sheikh Al-Luhaydani amezungumza maneno kama haya. Nataka nisome pia vile vile maneno ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi. Asema hivi, na maliza kwa kusema, amma al-qawl bi annahu ma sharaha
amezungumza maneno mengi. Kuna maneno yalikuwa anazungumza kwamba haifai kusoma vitabu vya Said Qutb. Amemuelezea kwa kirefu mpaka akafikia, na hii ilikuwa ni swali baada ya darasa ya Sunan an-Nasa'i katika Masjid an-Nabawi tarehe 7 mwezi wa 11 1414, na alhamdulillah hata hii kaseti yake mimi niko nayo, kwa sababu ni kaseti ambazo katika DVD durusi karibu zake zote, na alhamdulillah nimehudhuria darasa zake mwenyewe binafsi ndani ya miaka 4 ambayo nilikuwa nimekaa Madina akisomesha vitabu tofauti, na kadhalika tumezisikiliza kaseti zake zilizotupita na masala yaliyokuja baadaye. DVD nzima ambayo ina Sunan ya Abi Daud, Jami Tirmidhi, Sunan an-Nasa'i, na vitabu vyote alivyovisomesha kwa sauti na maneno yamo. Asema watu wengine wasema kwamba Said Qutb amesherehesha tauhidi kuliko watu wote. Asema maneno si ya kweli, kwa sababu tauhidi hayachukuliwi katika maneno ya Said Qutb. Akaeleza mpaka mwisho akafikia kusema kwamba haifai vile vile kusoma vitabu vya Said Qutb kwa sababu ndani yake kuna masala ambayo si sawa sawa. Allahu almusta'an. Sasa hatukwenda huko na kuyazungumza yote haya ila ni kwa sababu ya swali hilo lililokuwa limeulizwa. Sasa ubainifu zaidi nasema tungemnasihi huyo ndugu yetu badala ya kupiga chenga na kukwepa huko na huku. Wanawake nasikia alikuwa akinisubiri kwa hamu. Sasa mimi mwambieni tayari niko kama yuko tayari yeye hawezi kuja hapa, sisi tutakwenda kwake. Alitoke na kitabu chake hicho na sisi tumletee ushahidi wa ulufu ya maneno, lakini yeye pia aandae ulufu ya maneno na sauti za wanawachuoni kama ziko, na kama hakuna ajaribu kuwasiliana huyu mwandishi katoa wapi. Si mtu akae tu aandike au aparike, kwa sababu wengi katika sisi hatuweko katika kufanya utafiti. Mimi siwezi kukubali mtu aandike tu hapa kasema Ibn Baz, lazima tujue Ibn Baz kasema wapi, hata kama maneno yake yatunga mkono sisi, lakini tujue kasema wapi, itabidi utafute. Na leo kuna usahali mkubwa ukienda katika internet unaweza ukatafuta maneno ya Sheikh Ibn Baz karibu yote ukayapata, kwa njia ya cassette, kwa njia ya maandiko, yote yapo, au kwenye library, kwenye vitabu. Sisi tunazo fatawa za kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen na maulama wote. Sasa ukifungua utakuta maneno yao. Sasa mtu kusema tukasema mtu fulani hivi hivi tu wapi, hamna, hatuwezi kukubalia jambo kama hili. Tumeelewana jamani? Na ndio sababu nikaja na jibegi zima la vitabu. Kwani singekuja na kikaratasi changu tungana nasema, kwa sababu najua kuna hali fulani za kujitokeza ikibidi kusimamisha. Hujitasimamisha, soma mwenyewe hapa asemaje, basi ukisoma mwenyewe maneno atakusuta. Kwa hivyo jamani, tunatakikana na sisi kama ni tulabil ilmi tundeni katika njia hiyo. Na nilitangulia kusema mwanzo, kama mnakumbuka, tatizo letu sisi hatuko watafiti wa kweli, ni watu wenye papara ya mambo. Ukishasikia jambo utaka useme mjibu mimbar useme. Fanya utafiti kwanza, ukizungumza uzungumze kwa uhakika. Utakuja kubanwa mahali padogo utashindwa kutoka. Kule Dar es Salaam nakamilisha maneno. Kule Dar es Salaam niliwahi kuzungumza siku moja kuhusu Dr. Yusuf al-Qaradawi. Nikamzungumza katika baadhi ya semina. Kuna baadhi ya vijana wakaja juu, kamzulia wewe Dr. Yusuf al-Qaradawi. Nikamwambia mimi sijamzulia Dr. Yusuf al-Qaradawi, mimi nina maneno yake kwa sauti. Wewe kama unavyojua watu kwamba fulani hii ni sauti ya Sheikh fulani, na mimi naijua sauti ya Dr. Yusuf al-Qaradawi kwa sababu ni mtu nimemsoma vitabu vyake mno, na sisi ilikuwa tumeathirika na mafikra yao. Hakikatan tumeathirika na fikra zao, ilikuwa mpaka Allah tabaraka wa taala alipotufungulia tukaona kwamba hao katika sawa sawa, tukajua. Nikasema kwamba huyu Dr. Yusuf al-Qaradawi katika mambo ya ajabu kabisa anayozungumza katika ulimwengu wa leo ni maneno yake aliwahi kusema kuhusiana na uchaguzi uliofanyika katika nchi ya Wayahudi, Uzayuni kule wenyewe ta Israeli. Katika uchaguzi nadhani ilikuwa ni Benjamin Netanyahu, sikumbuki ilikuwa ni nani yule. Mnakumbuka nini? Netanyahu na nani? Hapana, kabla ya Sharon nadhani. Isaac Rabin. Hapana, Isaac Rabin si Ehud Barak. Isaac Rabin aliuawa muda mrefu, sio? Ehud Barak walipoingia Netanyahu katika ushindano, Netanyahu akashinda kwa asilimia kubwa. Mimi maneno yake Dr. Yusuf al-Qaradawi pia ninayo kwa kanda, nina ushahidi wa makaseti vile vile.
azungumza na ulimwengu wa Kiislamu wote ukamnukulu maneno haya, na maneno haya yakapelekwa mpaka kwa Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanawachuoni. Anasema hivi law anna Allah anzala nafsahu لو أن الله أعرض نفسه في هذه لم يحصل في هذه النسبة لو أن الله أعرض نفسه لم يحصل بهذه النسبة. juu ya mimbari katika mji wa Qatar, maana yake ni Qatar Doha. Akasema lau Mwenyezi Mungu azungumzie nini mwisho, asema kabla ya kuondoka mahala hapa ninazungumzia kadhia iliyotokea Israeli katika uchaguzi wao, namna walivyoshinda. Asema tunatarajia kwamba nchi za Kiislamu ziige mwenendo kama huu. Yani sisi tuwaige Mayahudi. Yale alikataza Mtume aimiza sisi tuwaige. Asema lau kwamba Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe angekuja yeye mwenyewe akaingia katika uchaguzi huu, asingepata asilimia hii. Subhanallah. Lau anna Allah a'rada nafsahu lam yahsul hadhihi an-nisba. Lau anna Allah, akakariri na maneno yale yamekaririwa mara nyingi. Kwamba Allah lau mwenyewe angeingia katika uchaguzi huu asingepata asilimia hii. Maneno haya alipozungumza Ibn Uthaymeen akasema hii ni ridda la yustatabu wa illa qutila haddan. Maneno haya ni kuritadi, kutoka kwenye Uislamu, na tatakiwa tauba. Asipofanya hivyo atauawa kwa kuritadi. Sasa maneno haya kweli Muislamu anaweza kuyatamka haya? Tumekaa tena mara likaja balaa jingine. Mwakumbuka mwaka alikufa Papa John Paulo wa pili, Pope wa kanisa la Katoliki. Mnalikumbuka hilo? Alipofariki tu Qaradawi akatokea kwenye channel ya Al Jazeera akazungumza maneno haya hapa yafuatayo. Akazungumza maneno, lakini sitaki nisome yote kwa kirefu, nataka mahali shahidi tu. Asema فقد جرت عاداتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين. nimezungumza katika makala namba 8. Anataka atakwenda kurejea kwa Kiswahili kabisa. Nimenukulu fatwa na Kiswahili chake. Na hayo maneno yake mimi niko nao kwa sauti. Acha kusoma hapa kwa sauti. Asema sisi imekuwa ni kawaida katika barnamiji hii, katika programu hii, kuzungumzia wanawachuoni katika wanawachuoni wa Kiislamu wakati wanapokufa wanapokwenda akhira. Lakini leo sisi tuko katika kinyume na ada hii. Asema leo sisi tunamzungumzia mwanawachuoni, lakini laysa min a'lami almuslimin, si katika wanawachuoni wa Kiislamu, walakinahu a'lami almasihiyya, lakini mwanawachuoni katika wanawachuoni wa Masihi, wa huwa alhabru al'azam, nao ni mwanawachuoni mkubwa, albaba Yohana Paulus الثاني, naye ni Papa John Paulo wa pili, baba al-Vatikani wal kanisati al-Katholikiyya, papa wa Vatican na kanisa la Kikatoliki, wa a'zamu rajulin yusharu ilayhi bil banan, na ni mtu mkubwa anayeshiriwa kwa vidole fi diyanati al-masihiyya, katika dini ya Kimasihi. Laqad tufiya bil ams wa tanaqalat ad-dunya khabara hadhihi al-wafa, amekufa jana na dunia imenakili habari za mauti yake. Wa min haqqina, asema ni haki yetu, au min wajibina, au ni wajibu. Angalia, haki yetu sisi au ni wajibu wetu, ni sisi Waislamu, an nuqaddima al-azaa, kupeleka pole, ila al-ummati al-masihiyya, kwa umma wa Masihi. Niendelee. Wa ila ahbari al-masihiyya, na kwa wanawachuoni wa Kimasihi vile vile, fil Vatikani, waliopo Vatican wa ghairi al-Vatikani min anha'i al-alam, na kwingineko katika isiyokuwa Vatikani katika pande za dunia. Tuwapelekee pole wote, tuwaambie pengo pole sana kwa kufiwa. Mungu awatulize, awafanyie badali. Tukienda kwa hivyo hivyo tuwape pole, si ndio? Wa ba'dhum asdiqa'un lana, asikia anavyosema maneno ya Qaradawi, na baadhi yao ni marafiki zetu, marafiki zake wa Kristo. Laqainahum fi akthar min mu'tamarin, tumekutana nao katika mkutano isiyokuwa mmoja, ni mkutano mingi, kwa sababu Qaradawi ni katika watu wanaolingania dini kwa karibu, kwamba takribu la adyan, dini za wana wa Ibrahim, kwamba Waislamu na Wakristo na Mayahudi wote kitu kimoja hawa, haina haja kugombana. Maneno haya ameshayazungumza Qaradawi, na kadhalika ndio maneno ya Hasan al-Turabi, wanalingania wahdatul adyan. Na dawa hii kuna baadhi ya watu hapa Tanzania wanailingania sasa hivi,
dini za mbinguni, haina haja uadui bwana sisi. Lakini maneno yatoka kwa ikhwan muslimin kina Dr. Yusuf al-Qaradawi. Haya, wa aktharu min nadwa, tumekutana katika zaidi ya kongamano moja, wa aktharu min hiwari, na zaidi ya mijadala mmoja. Nuqaddimu lahum al-azaa fi wafati hadha al-habr al-a'zam, tunawapelekea pole kutokana kifo cha huyu mwanachuoni mkubwa. Alladhi yakhtaruhu al-masihiyun 'adatan ikhtiyaran hurra, ambaye wanamchagua wakristo kwa kawaida kuchagua kuliko huru. Nahnu al-muslimina nahlam bimithli hadha, sisi waislamu tunatamani jambo hili. Yani vile alivyochaguliwa kama Papa Benedicto wa 16, sijui maka moshi sijui ufuke sijui kufanyaje wadanganyana. Sasa asema na sisi nasi tutamani apatikane shekhe wetu kwa njia kama ile, tutamani. Fatalahu Allah anna yufaw subhanallah. هذا أسمع أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا, ili waweze kuchagua mashekhe wao, yani waislamu mashekhe wao, mshekhe wao mkubwa au kiongozi wao kuchagua kuliko kuwa huru. Walaysa bita'yin min dawla min ad-duwal au hukuma min hukumat. Akaendelea sema nuqaddimu azaana fi hadha al-baba alladhi kana lahu mawaqif, tunapeleka pole zetu sisi kwa papa huyu ambaye alikuwa na misimamo tudhkaru, ambayo utajwa wa tushkaru lahu, na akashukuriwa. Hongera papa, tukushukuru. Yani ana misimamo ambayo utajwa ikitajwa atashukuriwa. Rubama yani baadhi muslimina, akaeleza. Sasa mimi nilikuwa nataka kutaja mahali shahid. Asema subhanallah, asema walahu mawaqifu mithlu hadhihi yani tudhkaru fatushkar. Kisha asema la nastati'u illa an nad'u Allah ta'ala an yarhamahu, sisi hatuwezi isipokuwa kumuomba Allah ta'ala amrehemu. Amrehemu nani? Papa John Paulo wa pili. Wa an yuthibahu, na ampe thawabu, amlipe biqadri ma qaddama min khairi linsaniya, kwa kiwango alichokitanguliza katika khairi ya kibinadamu. Wa ma khalafa min amalin salih, na alizoziacha katika amali njema, au atharin tayyib, au athari njema. Wa nuqaddimu azaana lilmasihiyina fi al-alam wa liasdiqaina fi Roma, tunapeleka pole yetu kwa marafiki zetu wa Kikristo katika pembe zote za dunia na marafiki zetu waliokupo Roma. Wa asdiqaina fi jum'iyati Sante Tidio fi Roma, na kadhalika marafiki zetu walio katika jumuiya Sante Tidio waliokupo Roma. Wa nas'alullaha an yu'awwidha al-ummata al-masihiyyata fihi khaira, tunaomba Mwenyezi Mungu awape badali umma wa Kikristo mtu mwingine aliye bora zaidi. Nasema hivi, maneno haya mimi niko nayo katika kaseti kwa sauti ya Qaradawi azungumza kwenye Al Jazeera kwa sauti, na tarehe pia vile vile imetajwa, ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa pili 1426 sawa na tarehe 3 mwezi wa 4 2005 kwenye channel ya Al Jazeera. Maneno haya kazungumza Dr. Yusuf al-Qaradawi, shekhe wa wanaharakati, tarehe 3 mwezi wa 4 2005 kayazungumza maneno haya kwenye channel ya Al Jazeera, na amerekodiwa kwa sauti. Mimi na wakati tunanacho kitabu ambacho wanawachuoni wanamrudi, na wanawachuoni wengi wakamrudi juu upotevu wake, na wala hajazungumza chochote. Watu wamemrudi akanyamaza kimya tu, atingisha miguu. Hiyo kwa sababu Qatar utamfanyaje? Mimi nasema tu. Sasa tulipozungumza maneno haya, baadhi ya vijana kamzulia, nikamwambia muiteni, nitampa kaseti hii hapa, sikiliza alafu utasikia habari mwenyewe. Lakini kwa nini tufanye utafiti haraka tukimbia kukanusha? Sasa hawa ndio wanawachuoni, hawa ambao wanawachuoni wa harakati, vitabu vyao vikachapishwa hivi kwa lugha ya Kiswahili, al-halal wal-haram fi al-islam, kichapishwa kwa Kiswahili. Vitabu vingapi vya wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa? Mimi si walaumu kuchapisha, lakini juhudi inayofanywa, wanazungumza kwamba inafanyika juhudi kubwa sana kueneza fikra za watu hawa. Humu kaalisha mambo mangapi ya haramu kwa uwazi kabisa. Mziki halali, afu aleta masharti ambayo wala hayako. Siku moja mwandishi wa habari, yani mnachokonoa, ndio maana mimi na lazimika kusema. Siku moja mwandishi wa habari alimtembelea nyumbani kwake. Huyu nilisoma katika Majalatul Mujtamaa kitu kama hicho, kipindi cha nyuma, miaka 97 96 nakumbuka. Alimtembelea nyumbani kwake, akasikia muziki. Mwandishi wa habari kamtembelea Dr. Yusuf al-Qaradawi,
nyumbani kwake Qatar, asikia muziki walia tu nyumbani kwake. Akamuuliza shekhe, wakazungumza, kisha akamwambia ni upi msimamo wako kuhusu muziki? Asema wajua mimi sasa hivi nishakuwa mtu mzima, muziki ya siku hizi mimi hainifresh. Naipenda mimi ni muziki ile ya kizamani. Kina Umm Kulthum, wakina Muhammad Abdul Wahhab, kina Rabbab, kina Abdul Rabbi Idris, kina Aziza Jalal, kina Wardatul Jazairi. Wale wakongwe kama vile umtupate Kijibabu hapa. Vipi babu? Wasema mimi sikia siku hizi bwana hii ya mipasho mimi nataka muziki kina Siti binti Sadi, wakina Bikidude, nataka muziki ya kina Shakila, hiyo ndio hiyo, au nataka msondo enzi hizo, au kina Marijani Rajabu sijui. Lakini mambo ya siku hizi bwana ndio hivyo maana yake yani. Sasa hivi bwana muziki ya siku hizi bwana, kwa hiyo mimi tena mara nyingine ahyana ninasikiliza na hivi na hivi ajielezea. Mimi nikashangaa Sheikh sasa humu katika kitabu chake Al-Halal ambacho kimechapishwa kwa Kiswahili hiki, maneno pia kaeleza uhalali wa muziki. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika tahrimu alat at-tarab akampiga radi huyu na rafiki yake Muhammad Ghazali. Sema hii ni kawaida ya wanawachuoni wa Azhari, wanajipropokea tu ovyo ovyo. Kadhalika humu aruhusu kuingia kwenye sinema, mabanda ma sinema, kwamba lakini kwa sharti sijui, yani utacheka ni vichekesho, hakuna sharti yote. Kwamba kuna mmoja kama Sheikh Al-Fauzani alipomjibu akamwambia hilo sharti lako ulilitaja ni kwamba unavyosema wewe hakuna sinema. Sasa usiuseme tu sinema haramu, isiwe hivi alafu isiwe hivi, yani kwamba ikifuata sharti hiyo kwamba sinema haramu. Sasa usiuseme, kwa sababu hakuna sinema ya sampuli yote kuiangalia. Mfano mtu akwambie katika sinema asitokee mwanamke, sijui yani uone. Sasa sinema ya Mitabacha ni utaangalia, sio? Unaelewa? Sasa haya ni mambo ambayo wewe sema moja kwa moja kwamba hili jambo haramu. Sasa mafatawa kama haya yamejaa katika miji, yamezunguka na watu wanayafanyia kazi na mengi katika mambo maovu. Siku moja mwanamuziki mmoja alimuuliza Sheikh, mimi katika nchi za Europe, mimi kazi yangu ilikuwa ni muziki, nadhani katika Al-Fatawa Al-Muasira. Sasa mimi kazi yangu ilikuwa ni muziki na nimesilimu na sina pato jingine zaidi ya muziki. Kwa hiyo nauza CD zangu na single zangu nilikuwa ninazozitoa ndizo ninazopata riziki. Sio? Sasa je, nifanyeje na mimi nirudi kwenye Uislamu na nimetubia? Anambia la basa, wewe endelea tu na shughuli yako. Yani wewe unaweza kuendelea na riziki yako hiyo hiyo kama vile Juma Balo yani. Na muziki yake ya taarabu. Sasa mimi basi nimeshastaafu, lakini aziuza kanda zake mwenyewe. Sasa nitaubaya vipi? Na mmoja yuko Amerika anamwambia mimi nafanya kazi supermarket. Niko supermarket nafanya kazi, lakini wakati mwingine napangiwa section ya kuuza nguruwe. Sasa vipi? Anambia mna matatizo yefanya, ni jambo ambalo jaiz la basa. Sasa hii nini hii? Tukiwacheki na karadha itabaki. Haya, ukisikiza habari za kina Turabi ndio kabisa balaa. Maana Turabi yeye akwambia kwa maneno yake asema hivi, subhanallah, anasema mimi sioni vibaya kwa Muislamu kumua kafiri, yani akitabia, si ndio? Kuna ubaya? Hamna ubaya, Qur'ani imeruhusu kwa taratibu na masharti yake tu. Kadhalika kafiri kumua mwanamke wa Kiislamu muslima. Jamaa mwenda wapi sasa? Yani yafaa kwa kafiri kadhalika Myahudi au Mkristo kumua mwanamke wa Kiislamu. Haya ni maneno ni fatwa jadida za nani, za Turabi. Wale wanaojua masuala ya kutumia internet, hebu waende wenye kujua Kiarabu na vile vile kutumia internet. Mimi kuna zile fatawa na leo cassette. Lakini waende kwenye maktaba moja kiitwa maktaba Saidul Fawaid. Yani wewe nenda katika Said OG basi. Utafuta Said itakuja maktaba Saidul Fawaid. Maktaba Saidul Fawaid imesheneza mambo mengi. Sasa unaenda katika upande wa rudud. Nimeandika pale kwa Kiarabu rudud. Wewe gonga kwenye rudud. Ukiingia kwenye rudud, soma zile fatawa za rududi zote, utakuta rududi nadhani sunani Khirashi sijui au nimsahau jina lake. Ameandika rududi kuhusu Turabi. Ukigonga pale kuna mapamphlet chungu nzima. Nakumbuka ile fatawa mimi niko nayo katika flash yangu, niliichukua kule. Wachilia mbali hayo kwa sababu hao ni mahisibi wenyewe kwa wenyewe warudia, lakini kazungumza maneno makubwa.
ambao wao pia wakonyewa kuweza kuyavumilia. Haya jingine alizungumza baya zaidi, asema si vibaya kwa Muislamu kwa kafiri kuingia katika Uislamu huru, kadhalika kwa Muislamu kuingia kwenye Ukristo pia ni huru, hakuna ubaya. Maneno yake azungumza nani? Turabi. Kadhalika alipokuja Papa John Paul wa pili alipokuja katika nchi ya Sudan, alizungumza maneno ambayo yanaashiria kwenye kufuru, na ndio maana baadhi ya wanawachuoni wakamwambia maneno unazungumza ni ridda, rudi katika Uislamu. Lakini sasa tutafiti, tutazungumza tu wala tuangalie kiini cha mambo. Tusikilize maneno yanayozungumzwa na hao na harakati na mashekhe wao na fatawa zao, alafu tuyaiki katika mizani ya Kiislamu kwa utakuta kwamba wanaweza kutetea dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutapozungumza, mimi nikizungumza jambo siwatishi, lakini na hakika kile ninachokizungumza kwamba kina upeo gani na kina uthibitisho gani. Sizungumzi tu kwa kuropoka, kwa kuwazulia watu. Kwa hiyo ninapozungumza kwa Said Qutbi kuhusiana Hassan al-Banna na wengineo, ninazungumza nikiwa na ushahidi wa kutosha katika maneno yao, kupitia vitabu vyao na vitabu vya watu wao, na hao waliokuja sasa kadhalika na kaseti zao na kila kitu chao. Tuko nao ushahidi wa hilo, na nyinyi leteni ushahidi wenu. Mimi naomba kutokana wakati ulivyo, tumeongeza wakati wa ziada na watu tangu asubuhi wako hapa, mimi nawahurumia nyinyi. Naona mmetaabika na akili zimechoka. Kwa hiyo tuzungumze na watu kwa kadiri vile walipokuwa na nashati, ili singeendelee kuzungumza alafu mtayapoteza yale yote ambayo tumeyazungumza. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa ni mwisho wa maswali na ndio mwisho wa muhadhara wetu wa leo. Inshallah kesho tutamalizia nukta nyingine zinazofuatia ambazo ni muhimu, na lile ambalo limeombwa alikuwa nilizungumze leo kuhusiana na alama za mahizbi, mtanikumbusha inshallah kesho ili nirudie japokuwa kwa mukhtasar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.